na tumuabudu huyo mfalme. Na tumwabudu huyo mfalme, sifa za nguvu zake zivume. Ni ngao, ni ngome, yeye milele, zizo sifa zake kale na kale. Tazameni ulimwengu ulivyoumbwa ajabu kuu. Sasa umewekwa pahali pake, hata utimize majira yake. Kwa ulinzi wako kwetu Bwana, twakushukuru. Umwema sana, hupewa chakula kila kiumbe, kila kitu kina mahali pake. Wanadamu tu wanyonge sana, twakutumaini ni wewe Bwana, kamwe haupungui wako wema. Mkombozi wetu, rafiki mwema. Israeli, tuongoze kwa ombi. Tunakushukuru mfalme wa amani kwa upendo wako mkuu kwa kila mmoja. Jina lako litukuzwe. Umekuwa nasi katika vipindi mbalimbali. Tulianza na shule ya Sabato, kipindi cha walimu, na sasa tunaelekea katika mafundisho makuu, na tunahitaji nguvu yako na uweza wako vikaonekane katika maisha yetu. Tunamleta mzee wa kanisa mbele yako, uzidi kumwangazia, mpatie nguvu ya Roho wako Mtakatifu, mpatie maneno, mpatie hekima na maarifa, na kila mmoja apate kukuona wewe ndani ya mzee wetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema na utaendelea kuwa mwema, na sasa tunahitaji kubarikiwa. Endelea kuwa na kila mmoja. Tunaamini ya kwamba Sabato ya leo ni Sabato njema ambaye kila mmoja ameiona inafaa kwa ajili ya kuandaa maisha yake ya wokovu. Tunaamini utakuwa pamoja nasi, tukiomba ni katika jina la Yesu. Amen. Amina. Basi niwaalike wale wote ambao mko nje, kama itapendeza, ndani kuna nafasi muingie, ili tuendelee kujifunza pamoja na pa utaratibu wa kikanisa. Si jambo jema kugawanyika kwa namna hiyo. Wale mlioko nje, kama itapendeza, muingie ndani. Tumeimba wimbo wetu namba 5. Ni wimbo ambao unazungumza juu ya namna ambavyo tunaweza tukamsifu Mungu na kulitukuza jina lake. Ni wimbo ambao unatoa sifa za nguvu, kwamba zivume. Ni ngao, ni ngome, yeye milele, ndizo sifa zake kale na kale. Kwa huyu Mungu ambaye tumekuja kumwabudu si Mungu wa hivi hivi tu, wa kulinganishwa na miungu mingine, kwamba huyu Mungu anastahili sifa, heshima na ukuu. Ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukatoa heshima na sifa mbele zake? Ni kwa namna ambavyo tunaweza tukatambua ukuu na uweza wake. Mungu huyu tuliyekuja kumwabudu ni Mungu muweza wa mambo yote.
Ni Mungu ambaye anaweza kufanya kila jambo liwezekane, hata kwa lile ambalo wakati mwingine tunadhani ya kwamba kwa nguvu zetu tunaweza tukalirekebisha. Sisi peke yetu hatuwezi, ila kwa nguvu ya Mungu yote yanawezekana. Ndio maana tunzi wa wimbo huu nimeyapenda maneno ambayo ameweza kuyatumia. Anasema, tazameni ulimwengu huu ulivyoungwa, ajabu kuu, sasa umewekwa pahali pake hata utimize majira yake. Ulimwengu huu tunaoishi ni ulimwengu ambao una muda. Kuna muda utafika, ulimwengu huu utabadilishwa, utaungwa upya. Na anasema, kwa ulinzi wako kwetu Bwana twakushukuru, mwema sana, upewa chakula kila kiumbe, kila kitu kina mahali pake. Ukitafakari vizuri katika ubeti huu, unaweza ukajua namna ya kumtukuza Mungu wako uliyekuja kumwabudu. Maana amesema ya kwamba kwa ulinzi wako Bwana. Nadhani kwamba hapa kila mmoja anaweza akaujua ulinzi ambao Mungu amemtendea juu ya maisha yake. Fikiria kwamba ni wangapi ambao wamelala mauti, ambao wakati mwingine mlizaliwa kwa umri, lakini wewe kwa nini uko hai? Na ukiangalia Mungu huyu amemweleza kwamba tunakushukuru, mwema sana, maana upewa chakula kila kiumbe. Ukiangalia tu hata ndani ya mwaka huu, hata kwa upande wa wakulima wengi walipunguza matumaini yao kwa sababu ya jua lililopiga pale nyuma, lakini kwa baraka zake Mungu ambazo tayari amezidi kuzidhihirisha, nadhani kwa wakulima wengi sasa hivi matumaini yanaanza kuwepo, si ndio? Kwa Mungu wetu anastahili wema na sifa. Na ukiangalia anasema kwamba kila kitu kina mahali pake. Hapa ndipo sasa tafakari vizuri kwamba Mungu hajakosea kitu chochote, iwe hata katika mwili wako. Ina maana kwamba kila kiungo ambacho Mungu amekitengeneza kina umuhimu ndani ya mwili. Haipo sababu hata ya kumkosoa Mungu, maana kila kitu amekiweka kwa uzuri. Na ukitaka kushuhudia, angalia katika kitabu kile cha Mwanzo. Baada ya kazi yake anaishuhudia ya kwamba kila kitu alichokifanya kilikuwa ni chema sana. Ni kushangaa kama bado unafanya marekebisho katika uumbaji wa Mungu juu ya mwili wako. Na ukiangalia amesema kwamba beti lile la mwisho kwamba wanadamu tu wanyonge sana, twakutumaini wewe Bwana, kamwe haupungui wako wema, mkombozi wetu, rafiki mwema. Unajua, mtunzi amejaribu kuona sura hii wakati mwingine hata juu ya maisha yangu, wakati mwingine hata juu ya maisha yako, kwamba sisi wanadamu tu wanyonge, na unyonge wetu unajidhihirisha kwa mwonekano wa matendo yetu na mienendo yetu. Ndio maana anasema kwamba sisi tu wanyonge, na kwa sababu tu wanyonge haistahili tuendelee kuwa wanyonge, maana kuna neema ya Mungu ambayo inatiririka juu ya maisha yetu, kila mmoja wetu. Neema ya Mungu ambayo ina uwezo wa kumwokoa kila mwanadamu, hata yule aliye mdhaifu. Kwa ndio maana kwamba ni jambo la kumshukuru sana Muumba. Lakini katika sehemu ya somo letu ambalo tunaliendea katika muda huu ni kuhusiana na msingi ule wa 22. Wangapi wanauelewa ule msingi wa 22 wa kanisa la Waadventista? Wanyoshe mikono. Anasema mwenendo wa nani? Yaani kwamba Mkristo kumbe ana mwenendo wa maisha ya hapa duniani. Ni mwenendo upi ambao sisi kama Wakristo tunapaswa tuonyeshe kwa wanadamu wenzetu? Ni mwenendo ule ambao umejengwa kwa maadili ya neno la Mungu. Kwa nini tunapaswa tusimame kwa neno la Mungu? Tunapaswa tusimame kwa neno la Mungu ili ya kwamba tuwavute wengine ambao hawajamjua Mungu wamuone Mungu kupitia mwenendo wetu wa maisha ya Ukristo. Ndio maana kwamba kuna mwenendo wa maisha ya Ukristo hata kwa kula. Kuna mwenendo wa maisha ya Ukristo hata kwa kuvaa. Kwa kila nyanja ya maisha ya mwanadamu
kuna mwenendo wa Kikristo, na ndio maana kwamba ipo haja ya kujua mwenendo wa maisha ya Kikristo kila mmoja wetu. Leo ukiangalia katika kanisa la Mungu kuna sura tofauti ambayo washiriki wake wamewacha mwenendo wa maisha ya Kikristo, na ndio maana kwamba ipo haja ya kujifunza kwa umakini. Wakati mwingine unaweza ukazani ya kwamba uko sahihi kwa mwenendo wa maisha yako unaoonyesha, kwa kula kwako unakoishi unaweza ukaona kwamba uko sahihi, lakini kumbe kama ungelijifunza, ina maana kwamba ungelitambua kwamba umepungua wapi. Hebu tusome katika kitabu cha Tito 2 fungu la 11. Tito 2 fungu la 11, neno la Bwana linasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Fungu la 12, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Anasema katika mwenendo wa maisha ya Mkristo kwa ulimwengu wetu wa sasa, anasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Neema ya Mungu inaokoa wanadamu wachache? Wote. Inaokoa wanadamu wote, isipokuwa inategemea na uchaguzi wako. Nisikilize vizuri, maana hata wale mliomo ndani wakati mwingine bado hamjatulia. Niwaombe kwamba hebu mawazo yako elekeza kwa hiki ambacho tunajifunza, kwamba neno la Mungu linashuhudia kwamba neema ya Mungu inawaokoa wanadamu wote. Na ukisoma kwa mujibu wa maandiko matakatifu, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu hapendi hata mmoja wetu apotee. Amina. Mungu anapenda watu wote waokolewe. Amina. Na kama ndio makusudi ya Mungu, kwa nini wewe upingane na makusudi ya Mungu? Ndio maana anasema kwamba imefunuliwa. Halipo jambo ambalo unalolitenda maishani mwako ambalo hulijui ya kwamba neno la Mungu linakataza. Wakati mwingine inabaki tu kwa maamuzi yako. Hata katikati yetu hapa hayupo ambaye haufahamu mwenendo wa maisha ya Ukristo, hata kwa kuvaa, hata kwa kuishi, hata kwa kula. Wote wanajua, isipokuwa huwa inabaki chaguzi. Lakini ndio maana hata leo kama ulikuwa haujui, neema ya Mungu inazidi kufunuliwa kwako, ili ya kwamba ujue namna ya kuishi maisha ya Ukristo. Na anasema ya kwamba neema hiyo ya Mungu iliyofunuliwa kwetu, anasema yatufundisha kukataa ubaya na tamaa zake za kidunia. Na hapo ndipo umejengwa msingi wa mwenendo wa maisha ya Ukristo, kwamba sisi neema ya Mungu inatuzuia, inatufundisha kukataa ubaya. Haleluya. Amina. Na ndio maana ukijifunza hata kwa wanadamu wenzetu waliotutangulia kule nyuma, waliukataa ubaya kwa neno. Ukimwangalia hata Yusufu, wakati mke wa Potifa anamlazimisha alale naye, Yusufu alisemaje? Kama niwezeje kufanya ubaya huu nimkosee nani? Mungu. Kwa kumbe neema ya Mungu inatukataza kutenda mabaya katika maisha yetu, na kila mmoja anajua lililo baya na lililo jema. Kwa hiyo chagua kwa neema ya Mungu kutenda lililo jema. Na anasema ya kwamba tupate kuishi kwa kiasi na haki. Kumbe maisha yetu ya Ukristo tunapaswa kuwa watu wenye kiasi kwa mambo yote. Maisha yetu ya Ukristo tunapaswa kuishi kwa kutenda haki. Ninapozungumza hivi, kila mmoja anaijua haki jinsi ilivyo. Na ukitaka kuhakikisha kwamba unaijua, mtu yeyote hapa akutendee lililo baya,
tunashindwa kutambua. Na anasema ya kwamba na utaua. Utaua tunauelewa? Ucha Mungu. Tunapaswa tuishi maisha ya utaua, maisha ya ucha Mungu. Tunapaswa kwamba tuishi kwa ulimwengu unaotuzunguka, majumbani, mahali popote, makazini kwetu, tuhakikisha kwamba tunaishi maisha ya ucha Mungu. Hata kwa kuzungumza kwetu, hata kwa kutenda kwetu, tuonyeshe kwamba kweli sisi ni wacha Mungu. Kweli sisi ni wabeba nuru. Nuru ambayo itawavuta watu waweze kumwona Yesu. Na anasema ya kwamba katika ulimwengu huu wa sasa, na wengi wana tabia mbaya ambao wakati mwingine wanazidi kulichafua hata kanisa. Wanasema kwamba mafundisho hayo yalipitwa na nini? Na wakati. Neno la Mungu halijapitwa na wakati. Neno la Mungu linaenda na majira yote. Linawaonya watu wale wa zamani, liliwaonya, hata wa sasa linawaonya, ili ya kwamba watambulike katika ulimwengu kwamba hawa kweli ni wacha Mungu. Hebu soma katika kitabu cha Petro wa kwanza 3 fungu la kwanza hadi la 4. Petro wa kwanza 3 fungu la kwanza hadi la 4. Neno la Bwana linasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu. Anasema kwa wanawake, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, ili kusudi ikiwako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Anasema ili kwa wale wanawake ambao si waumini wa kanisa letu, kwa wale wanaume ambao si waumini wetu, ili kama wavutwe na mwenendo wa maisha ya wake wa Wakristo. Amen. Tafakari vizuri, ujipime na uone ya kwamba mwenendo wako unawavuta watu kwa Yesu, kwa kuvaa kwako, kwa mwonekano wako, kwa usemi wako unawavuta. Ndio maana maandiko haya yanafundishwa ili walete watu kwa Yesu. Hatuishi tu hivi ili kusudi ya kwamba tujifurahishe nafsi zetu. Tupo hapa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Na ndio maana kwamba ni kwa neema ya Mungu inahitajika watu tuishi sawasawa na wito wetu tulioitiwa. Hebu endelea. Wakiutazama mwenendo wenu safi na uhofu. Anasema wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Kumbe mwenendo wa maisha ya Mkristo ni mwenendo wa maisha yaliyo safi. Amen. Hayana kasoro, na tena ndani yake kuna hofu. Ukiishi maisha ya hofu ya Mungu, ina maana kwamba utaishi kwa usahihi zaidi. Ndio maana ninawapendekezea kupitia mujibu wa maandiko matakatifu ya kwamba kwa wanawake, kwa wanaume, tuishi maisha ya hofu na Mungu wetu. Maana hiyo ndio neema ambayo tumeitiwa kila mmoja wetu. Maana hiyo ndio neema ambayo inaweza ikatuokoa na ulimwengu huu wenye dhambi. Amina. Kujipamba kwenu kusiwe kwa kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi, bali kuwe utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Anasema maisha yetu, anasema kwamba kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje. Nadhani anapotumia lugha hii kila mmoja anaielewa. Yaani mwonekano wako wa nje unasomekaje kwa watu wengine? Maana mtu mwingine anaweza akakazana na mambo ya nje, lakini moyoni bado
ni mchafu, hata watu wanamchukia kwa sababu ya kile anachokitenda. Na ndio maana kwa maisha ya Mkristo anasema kwamba mwonekano wake uwe safi kwa nje na kwa ndani, sio kupamba tu mwili kwa nje lakini mambo yako yakawa ovyo. Na ndio maana anawakataza kwa wanawake kwamba kujipamba kwenu kusiwe kwa kusuka nywele, ili muwe tofauti na wanawake wengine. Maana ukiangalia hata misuko hii wakati mwingine ina maana zake, ambao kwa sababu sisi si watu wa duniani hatuelewi. Wakati mwingine inawatia kwenye majaribu kwa sababu ya vile mnavyoigiza. Maana kila jambo linalotendeka ulimwenguni huwa lina maana yake. Hata haya mavazi, usifikiri tu kwamba wanavaa ovyo ovyo, huwa wanavaa wakiwa na makusudi yao. Kuna mivao mingine inakuwa kama ni ya kuwaita wanaume, na wewe unaung'ang'ania mvao huo, majaribu hayatakoma kwako. Maana kila muda watu watakufuatilia kwa sababu ya mwonekano wako. Maisha yako yatakuwa na hofu kwa sababu bado hujawa na hofu ya Mungu ndani ya maisha yako. Na ndio maana kwamba tunajifunza haya ili kanisa la Mungu lijengwe, kazi ya Mungu ipate kusonga mbele. Hebu tusomee katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 2 fungu lile la 6. Yohana wa kwanza 2 fungu la 6. Neno la Mungu linasema, yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Anasema yeye anayesema kuwa anakaa ndani yake. Wakati mwingine leo tunaweza tukatumia lugha hii kwa yeyote yule ambaye anasema ya kwamba mimi ni msabato, anapaswa aenende kama vile Bwana wa Sabato alivyokuwa. Amen. Lipo hitaji la kufanya mabadiliko ya maisha katika nyakati hizi za mwisho. Na lipo hitaji kwa sababu gani? Maana tuko dakika ya mwisho. Haijulikani maisha yetu yanaweza yakakoma kwa muda wowote ule. Haijulikani wakati mwingine kwa muda tunaodhania ya kwamba kutakuwa na amani na salama, kumbe ndipo uharibifu unapotujia. Ndio maana kwamba maisha yetu kila siku tunapaswa tuyaandae. Tuishi kama kwamba kweli sisi ni wabeba nuru. Tuishi maisha ya kwamba kama kwamba leo Yesu anakuja. Na kama kila mmoja tungeliishi kwamba Yesu anakuja leo, inaona kwamba watu wengi tungeliokolewa kwenda mbinguni. Na ndilo kusudi letu ambalo limetuleta hata katika ibada hii ya leo, kwamba kila mmoja anang'ang'ania apate uzima wa milele. Si ndio kweli? Hebu tupungiane wale ambao wanang'ang'ania uzima wa milele. Na kama ndilo kusudi lako kwamba unapaswa kumbe maisha yako kila siku yawe na mwonekano kama yeye alivyoenenda, jitahidi kuchunguza kwamba Yesu aliendaje kwa kula kwake, kwa kuvaa kwake, mwonekano wake wa nje. Maana ukiangalia wale watu waliotaka kumshtaki Yesu walichunguza kila nyanja ya maisha yake, lakini hawakuona hata jambo moja la kuweza kumshtaki. Maana aliishi maisha ya ukamilifu, na ndiyo maisha ambayo tunayohitaji hata na sisi tuishi maisha ya ukamilifu. Ukimwangalia hata Danieli kule Babeli, anasema wakatafuta kila sababu ya kwamba wamshtaki kwa mfalme, lakini haikuonekana, maana alikuwa ni mwaminifu kwa Mungu na kwa wanadamu wote. Na ndivyo tunavyohitajika na sisi kuishi maisha ya uaminifu, kana kwamba hatuna muda mwingine tena. Na ndio maana kwamba lipo hitaji kwa kila mmoja wetu kutengeneza maisha, si wakati wa kulala, ni wakati wa kuamka katika usingizi wa kiroho. Mpaka hapo labda kuna mtu aliye na nyongeza, maana tunajifunza.
na kama hakuna, nisome katika kitabu hiki. Kuna maelezo ambayo yanaweza yakatujenga katika maisha yetu, wanavyoamini Waadventista wa Sabato. Ukurasa ule wa 350 kuna kipengele kinasema kanuni na viwango vya Kikristo. Katika mwonekano wake wote, mtindo wa maisha ya Kikristo ni mwitiko kwa wokovu kwa njia ya Kristo. Mkristo anatamani kumheshimu Mungu na kuishi kama ambavyo Kristo angeishi, ingawa baadhi wanauona mtindo wa maisha ya Kikristo kama orodha ya makatazo. Ndio maana ukiangalia hata leo watu wengi hawafanyi mabadiliko, maana wanadhani ya kwamba wakati mwingine ni matakwa tu ya viongozi. Ndio maana unakuta kwamba usituletee sheria na wakati kumbe huo ndio mwongozo wa maisha ya Mkristo. Na anasema kwamba hata hivyo inatupasa kuyatazama kama mfululizo wa kanuni chanya zinazotenda kazi katika muktadha wa wokovu. Yesu alisisitiza kuwa alikuja ili tuwe na uzima, halafu tuwe nao tele. Ni kanuni zipi zinazotuongoza ili kufikia uzima tele? Ni hizo ambazo tunajifunza kwamba kuna mafundisho ambayo yanatutenganisha kwamba sisi ni Waadventista wa Sabato na watu ambao si Waadventista. Ndio maana ukifanya yale ambayo tunajifunza, watu kule watakuuliza wewe ni Msabato, si ndio? Ukisuka watakuuliza kwamba wewe ni Msabato. Tuulizane, tuhubiriani hapa. Ukisuka watakuuliza kwamba wewe ni Msabato. Na ukiwahubiri watakuelewa. Ile dawa mnayopaka kichwani ukijipaka watakuuliza wewe ni Msabato. Mnaita dawa. Watakuuliza ni Msabato. Sasa ukiwahubiri watakubali. Endelea na mengine yale ambayo leo yafanya, ambayo wakati mwingine tunajifunza kwamba si sahihi. Ukivaa mipasuo yako hiyo watakuuliza wewe ni Msabato. Ndipo hitaji la kuweza kujifunza. Na msinielewe vibaya wakati mwingine kwamba labda nimesimama kwa ajili ya kukashifu. Nimesimama kwa ajili ya kujifunza, na ndio wito ambao nimeitiwa. Amina. Maana nikinyamaza, maandiko yananishuhudia kwamba ipo siku nitadaiwa, maana nitakuwa nimezipoteza roho za Bwana. Na ninasimama hivi na ninavyosema hivi ili kusudi kwamba mimi na wewe tuokolewe. Amina. Ili taji zetu zingae mbinguni. Amen. Kwa lipo hitaji tu, kama utaguswa usijenge chuki. Fanya mabadiliko kwa mujibu wa neno la Mungu. Hiyo ni neema kwako. Maana wapo watu hawatayasikia maneno haya ninayoyazungumza, ila wewe kwa leo unayasikia. Ila itabaki chaguzi zako. Na anasema kwamba kuwa na nia ya Kristo. Anasema iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Ukisoma katika Wafilipi 2:5. Katika mazingira yote mazuri au mabaya, inatupasa kutafuta kuelewa na kuishi kulingana na mapenzi ya nia ya Kristo. Tunaishi katika ulimwengu uliochafuka. Kila kona tunakozunguka tunakutana na maovu. Na wengine wanadhani ya kwamba kutenda maovu eti wakiwa katika mazingira mabaya hata hesabiwa hatia. Ukiangalia maisha ambayo Yesu aliishi katika mji muovu ule wa Nazareti. Ndio maana waliuliza hata wale
kwamba inawezekanaje Nazareti kitokee kitu kilicho chema. Maana walijua Nazareti ni mji wa maovu. Hata kama utaishi kwenye mji ambao umechanganyika maovu, ni lazima uishi kana kwamba wewe ni Mwadventista msabato. Niwaambie, ulimwengu wetu umeharibika, umeenda mbali. Wakati mwingine usiwezi ukayaona huko, lakini ukayaona ndani ya simu yako. Na ndio maana wakati mwingine maisha ya Mkristo yanapaswa yabadilike hata katika mitazamo ya kimitandao. Leo watu wengi wamekalia mambo ambayo wakati mwingine hayawajengi kiroho na hayana maana yoyote katika maisha yao, isipokuwa ni kuwapeleka katika kutenda yaliyo maovu. Na ndio maana wengi wetu hata yale tunayotendeana wakati mwingine yanatokana na kila ambacho tunajifunza kupitia mitandao. Maana tunajifunza hata namna tunavyowaona wengine wanavyovaa. Tunajifunza hata namna ya vile wanavyojibizana kwa kuona. Kwa hiyo ndio kama tunapaswa tuangalie kuishi kwa maisha ya Kikristo. Na anasema kwamba Ellen White ametaja matokeo mazuri ya maisha ya mtu anayeishi akiwa na uhusiano na aina hii ya Kikristo. Yaani Nabii Ellen anashuhudia ya kwamba ni maisha, ameona matokeo mazuri ya maisha ya mtu anayeishi maisha ya nini? Ya Kikristo. Kumbe maisha ya Ukristo si maisha yaliyopitwa na wakati, si maisha ya ushamba. Na wengine wanavyodhani ya kwamba mtu anapoishi kwa maisha ya Ukristo eti kwamba ni mshamba. Si sahihi. Hata hizo dawa mnazozipaka wakati mwingine ni kwa sababu tu ya kushawishika kwamba watakuona ni mshamba, si ndio? Tuko pamoja? Unajua kabisa kwamba neno la Mungu linakataza usikali nywele, lakini bado unafanyaje tu? Unakali kiti eti kwamba watakuona ni mshamba, eti umepitwa na wakati. Acha wakuone ni mshamba, lakini unatetea taji yako wapi? Mbinguni. Na anasema kwamba atachukuliana na mawazo na makusudi yetu, ataunganisha mioyo zetu na nia zetu ili zifuate mapenzi yake, kiasi kwamba tunakuwa tunamtii. Itakuwa kana kwamba tunatekeleza misukumo yetu wenyewe. Nia ikiwa imesafishwa na kutakaswa, itapata furaha yake ya juu kabisa katika kufanya huduma yake tunapomjua Mungu, kwa maana ni fadhili kwetu kumjua. Maisha yetu yatakuwa ni maisha ya utii daima kwa njia ya kuipenda tabia ya Kristo, na kwa kufanya ushirika pamoja na Mungu, dhambi itakuwa ni chukizo kwetu. Na ndio ili tulifanye kwa kuishi kama Wakristo, inapaswa kwamba mpaka tumjue Mungu. Ukimjua Mungu utamkosoa? Ukimjua Mungu utamkosoa? Unapofanya madoido yako hayo, huwa una makusudi gani? Ulizane, maana tuko kwenye kujifunza, si ya kumrekebisha Mungu. Ndio maana kwamba tunapaswa tumjue Mungu jinsi alivyokutengeneza. Ina maana kwamba alikuumba kwa ukamilifu. Maandiko yanashuhudia jinsi unavyojitazama hata kwenye kioo. Jipongeze kwamba umeumbwa kwa sura ya nani? Ya Mungu. Mungu si mbaya, na hayupo mwanadamu yoyote aliye mbaya. Ukitaka kushuhudia, fuatilia hata wahenga wanavyosema, aliye na dada hakosi nini?
tujibizane, aliye na dada hakosi nini? Hivi wanaolewa wabaya au wazuri? Wote wanaolewa. Ukienda hata kwenye Biblia anasema apataye mke mwema amepata kitu gani? Chema. Wanawake ni wazuri, msimkosoe Mungu. Amina. Na wengine eti nashindwa hata kuelezea. Hayupo mwanamke mbaya. Wajichanganye tu, hata uje kwa mume wako mazingira ambayo hayalizishi, umuone alivyokasirika, si ndio? Kwa sababu gani? Hawani mwingine isipokuwa ni wewe. Kwa hiyo usimkosoe Mungu kiasi cha kwamba ukakosa hata uzima wa milele. Anasema kwamba kuishi ili kumsifu na kumtukuza Mungu. Mungu amefanya mengi kwa ajili yetu. Njia moja wapo ambayo kwayo tunaweza kuonyesha shukrani zetu ni kupitia sifa tunazompatia. Msifu Mungu kwa vile ulivyoumbika. Amen. Msifu Mungu kwa kila jambo, maana ni upendeleo wa pekee ambao Mungu ametupendelea kila mmoja wetu. Ukisoma katika Zaburi inajieleza vizuri kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, ambayo wakati mwingine hakuna lugha ambayo inaweza ikasimulia jinsi nilivyoumbwa. Hata mimi hivi ninavyosema hivi, hakuna mtu mwingine ambaye tunaweza tukafanana naye. Ndio maana ni lazima nijivunie na kumsifu Mungu. Mara nyingi huwa ninafuatilia, wakati mwingine kuna nyimbo ambazo nilisolo, mtu akiwimba, mimi nasikia kwamba sivyo nilivyoimba. Yes. Maana sauti yangu haiwezi kalingana na mtu mwingine. Ndio. Na ndio maana kwamba kila mtu ni wa thamani mbele za Mungu. Ndio maana Mungu makusudi yake hapendi hata mmoja apotee. Kwa mengine haya ni kwa sababu tu ya hila za mwovu Ibilisi, ili atupofushe tumuone kwamba Mungu ana upendeleo. Achana na sifa. Hata wahenga wanasema kwamba sifa mbaya inaua. Usipende kila jambo usifiwe. Wakati mwingine hata mazuri yanapoonekana kwako, acha Mungu atukuzwe kwa sababu ya kile unachokifanya. Acha Mungu atukuzwe hata kwa uzuri ulio nao, usijisifu. Maana wengi wameanguka kwa sababu ya kujisifu. Wengi wameanguka kwa kutafuta waonekane. Kwani ukionekana itakufaidia nini wewe? Na wengi cha ajabu kabisa wanatumia hata madawa ambayo wakati mwingine wanajua kabisa kwamba haya madawa si salama kwa afya. Kwani wanawake hata kwa dawa mnazotumia hizo kichwani, mwanamke mjamzito, tuelezane tu ule ukweli, zina madhara gani? Tushirikiane basi, zinafanyaje? Kwa hiyo ukiwa sio mjamzito hazikuathiri. Sasa shida iko kwa nani? Uone sasa kwamba ambako tumetekwa na kupelekwa mbali. Unajua kabisa kwamba hiki kitu ninachokitumia kina madhara. Ukisoma hata kwa mujibu wa maandiko matakatifu, anashuhudia kwamba miili yenu ni hekalu la Roho nani? Mtakatifu. Na mtu anayeliharibu haribu. Jamani, tuko mbali. Lipo hitaji kwa kila mmoja wetu kufanya marekebisho, na zaidi tutafanya marekebisho ikiwa tutamjua Mungu katika maisha yetu. Amen. Vinginevyo tutapoteza muda kuja kanisani, maana ameshuhudia ya kwamba mtu anayeliharibu hekalu lake hakika yake ataharibiwa. Fanya matengenezo, na matengenezo ni ya mtu mmoja, si ya kanisa zima. Acha kanisa lifanye mitindo ya kidunia, lakini wewe baki na Mungu wako. Mungu haangalii wingi.
Ndio maana ukisoma hata vitabu vya roho ya unabii vinashuhudia ya kwamba wakati mwingine nabii aliangalia kanisa hakuona hata mngapi, hata mmoja. Si kwamba Mungu halipendi kanisa hilo, ila analipenda na neema yake bado inatiririka kama tunavyojifunza hivi, lakini wengi hata leo hawataamini na matokeo yake wataanza kuchamba kule. Usishindane na Mungu, unapaswa ukubaliane na kila ambacho Mungu anatuelekeza, maana kila anachotuelekeza Mungu ni kwa ajili ya faida yetu, ni kwa ajili ya uzima wetu. Na halafu hata kile ninachokisema hapa si kwamba mimi nitafaidi, ni wewe utakayefaidi ukifanya marekebisho. Isipokuwa mimi ninaweza nikapata taji siku ile nikishinda, kwa sababu ya wewe ulifanya mabadiliko. Kwa hiyo haya tunayojifunza ni kwa ajili ya faida yako. Ng'ang'ania uzima wako. Anasema kwa Mkristo mwenendo kama huo wa sifa utadumisha masuala mengine ya maisha katika mtazamo unaostahili. Kwa kumtazama Mwokozi wetu aliyesulubishwa, aliyetukomboa katika adhabu na kutuokoa kutoka kwenye nguvu ya dhambi, tunasukumwa kufanya mambo yale tu yapendezayo machoni pake. Hatufanyi ili tuwapendeze wanadamu. Hata kama wanadamu watapendezwa, watakulipa nini? Fanya kila ambacho kitampendeza Mungu, hapo ndipo utakuwa umechagua lililo jema maishani mwako. Usifanye kwamba wakuone. Wakikuona inakuwaje? Tuulizane, wakikuona inakuwaje? Ndio maana kule nyuma nilisema kwamba wakati mwingine sisi tunajiingiza kwenye majaribu kwa mwonekano wetu, wakuone ili wafanye uzinzi na wewe, si ndio? Ndio ujitambue kwamba ni mzuri. Haitawezekana. Tuishi kwa neno la Mungu, na ndio itakuwa salama yetu katika maisha yetu. Tukiishi kwa neno la Mungu, maisha yetu yatabadilika. Maisha yetu yatakuwa na mvuto hata kwa majirani wengine. Watamwona Mungu kupitia maisha yetu, na ndilo hitaji letu. Na ndio maana tumeshuhudia hata katika maandiko yanashuhudia ili kwamba kwa mienendo yenu ya hofu watu wavutwe wamuone Mungu. Kumbe wakati mwingine tunaweza tukang'ang'ana na mahubiri, tukang'ang'ana na kutoa gharama, lakini zisiwalete watu kwa Yesu, maana bado mwonekano wetu wa nje haujaaksi kwa tabia ya Kristo. Na anasema tunasukumwa kufanya mambo yale tu yapendezayo machoni pake. Hebu soma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 22 na wa Efeso 5 fungu la 10. Waraka wa kwanza wa Yohana ngapi? Waraka wa kwanza wa Yohana 3 fungu la 22. Anasema na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Soma na wa Efeso 5 fungu la 10. 5 fungu la 10. Neno la Bwana nasema mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Sema tukihakiki kwa kila jambo tunalolifanya kwamba linampendeza Mungu. Na kule katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana amejaribu kutueleza kwamba na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake. Kumbe wakati mwingine kama tutaishi kinyume na maisha aliyoishi Kristo, hata maombi yetu itakuwa ni chukizo kwake.
na kama tutalitambua hilo, lipo hitaji la kuishi maisha ya mwenendo wa maisha ya Mkristo. Ukisoma hata katika Yohana ile ya kwanza sura ile ya 3 fungu la 19 anasema, katika hili twafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaitunza mioyo yetu mbele zake. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Amen. Kwani mambo yale tunayotenda hatujihukumu? Mambo tunayofanya wakati mwingine hatujishuhudia kwamba hili katika mwenendo wa maisha ya Mkristo tumezuiliwa. Nani ambaye hajui kwamba kusuka sio kosa? Nani ambaye hajui kwamba dawa mnazoziita zisijui dawa za kutia nini sio kosa? Nani hajui? Na wenyeji. Na kama wenyeji tunaitambua, mbona tunafanyana makusudi ya namna hayo? Kwa mioyo migumu itiwe nini ili iwe milaini? Ndio maana lipo hitaji la kunyenyekeza mioyo yetu kwa nani? Kwa Yesu. Anasema kila Mkristo wa kweli anamweka Mungu kuwa wa kwanza katika yote anayofanya na katika yote anayoyafikiri, katika yote anayoyasema na katika yote anayotamani. Hana miungu mingine isipokuwa mkombozi wetu tu. Amina. Kumbe wakati mwingine tunaweza tukadhani ya kwamba tunamwabudu Mungu, kumbe tunaabudu miungu kwa njia ya mitindo ya maisha yetu. Na ndio maana ukifuatilia mambo mengi ambayo tunayaigiza katika ulimwengu ni mitindo ya waabudu miungu. Hata nguo hizo tunazozivaa usizani ya kwamba hazina makusudi. Wakati mwingine zina makusudi ya kuabudu miungu yao. Sijui hilo tunalifahamu. Shetani hajalala. Kila jambo analolifanya kule analifanya kwa makusudi yake. Inasimuliwa kwamba hata yule aliyebuni sketi fupi, ina maana kwamba alikuwa na makusudi yake, hasa kwa wanaume wa Afrika. Ninaposema kwa wanaume wa Afrika, ina maana kwamba ni tofauti na wanaume wa Ulaya, maana wao wameshazoea. Kwani wanawake wa Ulaya akivaa chupi na kutembea sokoni si jambo la kawaida. Si jambo la kawaida. Kwao ni kawaida, hata nyumbani anaweza akavaa. Ila kwetu Afrika ashangawa sana. Akija tu hata mwenye sketi fupi hata humu ndani ya kanisa, muone wanaume kama watatoka salama kwa chaguzi zao. Mwingine anaweza akafikiria mbali kwamba potelea mbali hata ni ukosa uzima wa nini? Wa milele. Ili mradi tu nifanyaje? Kama ninasema uongo mseme. Sasa ina maana kwamba kila jambo linalotendeka kule lina makusudi yake, ili liwahamishe watu katika utukufu wa neno la Mungu, ili wafanye katika mambo ya giza, ili waje wahukumiwe. Na ukiangalia sana sana wanaolengwa ni kanisa hili la Waadventista wa Sabato, maana anajua ya kwamba hawa watu wakisimama katika kweli ya neno la Mungu, ina maana kwamba tayari watapata uzima wa milele. Na shetani anafanya kila kusudi ili ya kwamba awaangamize msipate uzima wa milele. Nilisikiliza tu habari fupi, maana nilikuwa safarini.
juu ya habari hata hizi ya dawa wanazosema ni dawa. Si makusudi ya nia njema, maana jinsi ilivyokuwa inasimuliwa ya kwamba hata kemikali wakati mwingine wanazozitumia hata duniani hazipatikani. Na kama hazipatikani duniani zinapatikana wapi? Jiulize. Maana alieleza kwamba kemikali hizo wakati mwingine wanapewa kule kuzimuni, na zina makusudi maalum, kwamba wakati mwingine zile nywele zikirefuka ina kama zitafikia kikomo, na zikifikia kikomo ina kama nini kitakachoendelea. Na halafu anajua kabisa kwamba hawa watu wakifanya jambo hili hakika yake uzima wa milele watakuwa wameukosa. Ni hasara ya nani? Na tulifanya ili kwamba wanadamu wapendezeshe. Na ndio maana kwamba haipo sababu ya kuogopa kuitetea kweli ya neno la Mungu. Hata kama watachukia, wachukie, lakini kweli ya neno imefanyaje? Ili watu waokolewe. Nimesimama hapa si kwa nia mbaya, ni kwa sababu ya kwamba watu waokolewe. Usipende tu kuigiza. Hata hii mitindo wakati mwingine hata kwa wanaume si hivi tu wanaifanya, wana makusudi yao. Hata hao mashoga, unajua akivaa tai fupi akaikomezea hapa ina maana gani? Kwa wale mliotembea kwenye miji ina maana gani? Hey. Haya, ila lipo hitaji la kufanya mabadiliko katika maisha yetu. Anasema kuishi ili kuwa mfano. Paulo anasema katika Wakorinto wa kwanza 10 fungu la 32. Hebu tusome. Wakorinto wa kwanza 10 fungu la 31. 32 anasema, msiwakoseshe Wayahudi wala Wayunani wala kanisa la Mungu. Anasema msiwakoseshe Wayunani wala kanisa la nani? La Mungu. Nimetangulia kule tu nyuma kwamba wakati mwingine mwanamke akionekana mbele ya mwanaume katika mvao, si ndio? Mwanaume atabaki salama. Hali utakuwa umemkosesha au utakuwa umemuongoza? Maana sisi wanaume wa Kiafrika wakati mwingine tu sehemu nyeti za mwanamke haipaswi kuziona ovyo ovyo, maana zinamtamanisha kufanya zinaa. Na anasema Paulo kwamba msimkoseshe, maana mpaka watu wanafanya chaguzi zingine ambazo si sahihi kwa sababu tu ya tamaa. Na anasema kwamba kwa yeyote nami najizoeza katika neno hili, niwe na dhamira isiyo na hatia mbele za Mungu na mbele za watu. Yaani kwamba makusudio yako kusudia kutokuwa na hatia mbele za nani? Za Mungu. Kusudia kwenye dhamira yako kutofanya kuwa kikwazo kwa wanadamu wenzako. Maana sisi tumeumbwa duniani kwa makusudi ya Mungu ili tuwavute watu wamuone Mungu kupitia maisha yetu. Na anasema kwamba ikiwa mfano wetu unawaongoza wengine kutenda dhambi, tutakuwa vikwazo kwa wale ambao Kristo aliwafia. Kama mimi mwenendo wangu unawavuta watu kutenda dhambi, ina maana nitamkosa hata Kristo, kwa sababu aliwafia watu hao. Fanya jambo ambalo wakati mwingine limpendeze Mungu.
Usifanye jambo ukawa sehemu ya wakala wa Shetani. Anasema kuishi ili kuhudumu. Sababu kubwa ya Wakristo kuishi kama wanavyoishi ni kuwaokoa wanaume na wanawake waliopotea. Kumbe kuishi kwetu, tunapaswa tuishi maisha ya kuwaokoa wanaume na wanawake waliofanyaje? Tusiishi maisha tena ya kuwapoteza. Paulo alisema, mimi najaribu kuwapendeza watu wote na kila namna, kwa maana sitafuti faida yangu mwenyewe, ila faida ya wengi, ili waweze kuokolewa. Ndio unaweza ukafanya mambo yako hayo kwa ajili ya kujipendezesha, lakini kumbe katika kufanya hivyo yakawakosesha wengine kumwona nani? Hata kama sio kwamba utafanya zinaa, unaweza ukawa salama kabisa kwa jambo hilo, lakini habari gani wale ambao wanakutazama? Maana Biblia inasema tu kwamba amtazamaye mwanamke amefanyaje? Ameshakwisha kuzini naye. Hivi ni kumtazama kwa namna ipi? Kwa kufikiria, kwa kutamani. Kwa kufikiria, kwa kutamani. Wakati mwingine kwa kutamani huko tu anaona kwamba anahesabiwa hatia. Ndio maana Paulo aliishi maisha si kwa ajili ya faida yake mwenyewe. Aliishi kwa ajili ya faida ya watu wengine wapate kuokolewa. Anasema masharti na miongozo kutokana na athari zinazofanywa na mitindo wa maisha ya mtu kwa hali ya kiroho ya mtu na ushuhuda wake. Kama shirika la kanisa tumewekwa viwango fulani vya mtindo wa maisha kama masharti ya chini kabisa ya kuwa washiriki. Viwango hivi hujumuisha kuepuka tumbaku, pombe, vileo, kemikali zinazoharibu akili na vyakula najisi vya wanyama na ukuaji wa uzoefu wa kiakili katika masuala ya mavazi na matumizi ya muda wa maburudisho. Viwango hivi vya chini sio jumla ya maagizo yote yanayotakiwa na Mungu kwa muumini. Vinaonyesha tu hatua muhimu za awali katika kukuza hali ya kiroho ya Mkristo. Viwango hivi pia huweka msingi wa umoja miongoni mwa jumuiya ya waumini. Kukua kwa mwenendo wa Kikristo kunafanana na Mungu, ni mchakato endelevu, unajumuisha kuungana na Kristo katika maisha yote. Kuishi maisha matakatifu sio kitu chochote pungufu ya kusalimisha nia kila siku kwa utawala wa Kristo, kufuata mafundisho yake kila siku kwa kadiri yanavyofunuliwa. Wakati tunapojifunza Biblia na kuomba, kwa kuwa tunakomaa kwa kiasi tofauti, ni muhimu kuepuka kuwahukumu ndugu na dada walio dhaifu. Tunapojifunza kwa namna hii, hatuna makusudi ya kuwahukumu watu kwamba wale ambao tayari wana muonekano huo tayari si wenzetu. Tuna makusudi ya kufanya mabadiliko katika maisha yetu, ili kwa kila nyanja ya maisha yetu yaweze kuwavuta watu waweze kumwona Kristo. Haleluya, amina. Na ndio maana anasema ya kwamba kuishi maisha matakatifu sio kitu chochote pungufu. Maana watu wengi wanaogopa kuishi maisha matakatifu kwa sababu tu ya muonekano kwa nje, kwamba watadhalilika, wataonekana kwamba hawana uwezo. Lakini kumbe maisha matakatifu ni maisha ambayo yanawafanya na kuwavuta watu karibia na Mungu wao. Na anasema Wakristo
walioungana na Mwokozi wana lengo moja tu, kwamba watafanya kila wanachoweza kumheshimu Baba wa mbinguni ambaye ametoa mpango huu wa thamani kwa ajili ya wokovu wao. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Hatuwahukumu watu, ila tunafundishana kwamba kila mmoja anapaswa atambue wajibu wa maisha yake ya Kikristo. Maisha ya Kikristo tu si maisha kama ya watu ambao hawajamwamini. Maisha ya Kikristo yana utofauti. Ndio maana ukiangalia hata kule wakati Yesu amekamatwa, wakati Petro anahojiwa kwamba mbona wewe hata kusema kwako kunafanana naye, Petro anakana. Kwa kila nyanja aliyokuwa anaonyesha Petro, walimhoji kwamba mbona unafanana hata kutembea kwako. Kumbe maisha ya Mkristo ni maisha tofauti na maisha ya ulimwengu. Ndio maana Paulo anakazia katika kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya 10:31 anasema kwamba basi mlapo au mnywapo au mfanyapo jambo lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Na ndilo hitaji letu, na ndio wito wetu, kwamba tufanye mambo yote kwa utukufu wa Mungu. Ninawapenda maana na nyinyi mnanipenda, na ndio maana kwamba ipo hitaji la kusemezana kama watu tunaopendana. Haleluya, amina. Kwani bila upendo wenu ningelisimama hapa? Ningelisimama? Tuambizane tu ule ukweli. Bila ya upendo wenu ningelisimama? Ndio maana ninapaswa kwamba niwapende, na ndio maana tunapopendana ni lazima tufundishane, tuonyane, isiwe chuki. Hili ni jambo tu la kawaida, na sisemei kwa mtu mmoja, ninasema kwa sababu ya watu wengi ili waokolewe. Na hili jambo limo katika hali ya uchaguzi wa kila mmoja. Ndio maana Paulo anasema kwamba fanyeni yote kwa utukufu wa nani? Hajasema kwa ajili ya utukufu wa Paulo, hajasema kwa ajili ya utukufu wa mzee wa kanisa, ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Ndio maana wengine wanasema kwamba sharti ya kisabato nayo hayo. Si kwa utukufu wa Sabato, ni kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Mungu ambaye umekuja kufanyaje? Kumwabudu leo. Ndio anahitaji kwamba kila jambo unalopaswa kulifanya katika maisha yako, fanya ili Mungu atukuzwe. Na lifanye kana kwamba kesho hautapata muda tena. Fursa unapoipata itumie kwa ajili ya utukufu wa neno la Mungu. Ninadhani ya kwamba kama kila mmoja kwa jambo ambalo tutalitenda katika maisha yetu, tutalipima kwamba hili litaleta utukufu kwa Mungu, ina maana ya kwamba halitakuwepo jambo la kututenganisha. Halipo jambo ambalo linaweza likaleta malumbano ndani ya kanisa. Halipo jambo ambalo litatutofautisha, maana sote tutakuwa wamoja, maana sote tuna kusudi moja. Na ndilo tuliloitiwa, kwamba kila mmoja afikirie toba ndani ya maisha yake. Kila mmoja kwa nafasi anayoipokea atambue kwamba ni neema tu ya Mungu. Maana Mungu hapendi hata mmoja wetu apotee. Na ndio maana hata haya wakati mwingine ninapoyarudia kwenu si mageni, ni kwa sababu tu ni neema ya Mungu. Neema ya Mungu ni ya kuokoa watu wote. Nipende kukaribisha, kama kuna mtu ana swali, ananyongeza, karibu kwa ajili ya kupanua somo. Karibu. Binafsi nashukuru mzee wa kanisa kwa somo zuri, lakini ninachelea kuona mahudhurio na idadi ya washiriki. Yaani nashindwa kuelewa haya mafundisho ndiyo yanafaa kulijenga nini
kanisa. Lakini wengine wanapuuzia, wengine wako nje na wanasikia. Kwa hiyo haya ndiyo yanahitaji sasa ule uinjilisti tutakaoupeleka, watu wamshuhudie Yesu ndani yetu. Lakini tutakavyo yapuuzia haya, ni hasara kubwa. Ni ile ile, uko kanisani unajitahidi, lakini hata mbinguni unafanana na dunia. Kanisani unakuja, unahitaji ufike mbinguni, mambo yote unakosa. Hiyo ni hasara kubwa sana. Lakini hili fungu naomba nisome, Warumi 12 fungu la 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hili fungu ni nadhani tunalifahamu. Tayari tunaonekana sisi tunafuatisha namna ya nini? Ya dunia. Katika muonekano wetu, mienendo yetu, tunashindwa hata kuwapelekea watu wa mataifa neno la Mungu, kwa sababu tunafanana na. Tusome kitabu cha Mathayo 5:16. Naomba ufungue Biblia. Nivumilie tu hapo, fungua kitabu cha Mathayo 5:16. Mathayo 5:16, neno la Bwana linasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mabaya Biblia yenu inasemeje? Wapate kuyaona matendo yenu mema. Kumbe tuko wote. Fungu hili ni kama linatoa mwanga sasa, kwamba sisi hatuchangamani na ulimwengu. Yaani sisi tuko wa pekee. Ndio maana ameanza kusema vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema. Ndio maana pale nimesema mabaya, nikaona mnarekebisha. Ni kweli, matendo mema. Wanaopaswa kuyaona matendo mema ni watu ambao hawamjamtambua Mungu wa mbinguni. Lakini sisi tuliomtambua Mungu wa mbinguni, wanatakiwa wanapotuona sisi wamtukuze Baba yetu aliye wapi jamani? Wa mbinguni. Na hii injili ndiyo sasa inahitaji niseme kwamba ikazaniwe. Wewe ukiamua kujiponya nafsi, jiponye nafsi. Huu muda tunahitaji kusema dhambi kwa sauti, kwa kutamka, kwa kuitaja. Japo kuwa wengine watakuchukia, lakini nasema dhambi nayo ionekane, ikemewe. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kufika. Nikemee hata mimi. Sisemi tu kwa yule, hata mimi nikemee. Ukiona nimeenda kinyume, una haki. Maana hii ni familia ya Kikristo. Niambie, Bwana, hapa unaenda kinyume. Rudi katika msingi wa Kikristo. Endapo tutakuwa hivyo, kanisa la Mungu litaonekana kweli ni nuru kwa ulimwengu. Mzee wa kanisa, niendelee kushukuru. Endelea kufundisha mafundisho haya ili kanisa lipone. Haya unayoyasema wengine wanayafanya, kusuka nywele, kuvaa nguo fupi, hata kwa wanaume kuvaa nguo ambazo hazipaswi. Haya yote yamo ndani ya nini?
ya kanisa, na ndiyo yanaliaibisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Yamo na hatuwezi kumwonya, maana tunasema tukimwonya itaonekana najipendekeza, si ndio hivyo? Inaonekana kama nikimwambia huyu najipendekeza. Lakini kama tutasema kwa kukemea dhambi na kumwonya kwa upole, sio kwa ukali, Mungu kama kama anampenda Mungu, ana roho wa Mungu, ataiacha dhambi hiyo. Kwa hiyo kwa jioni hii ninashukuru sana mzee wa kanisa, na nilitamani hata washiriki wote wawepo hapa. Hili somo ni zuri sana, na wakati mwingine nilikuwa nafuatilia hapo kwenye simu, namfuatilia mchungaji mmoja anasema ya kwamba wakati mwingine sisi tunahitaji tujitenge na ulimwengu. Wanapokuona mimi Israeli, waseme hakika yule Mwadventista Msabato, katika kuvaa, katika kukula, katika kunywa, watutenganishe, yani watubague, waseme huyu ni Msabato, Mwadventista Msabato. Lakini saa hizi wanaposema sisi na ninyi ni kitu kimoja, nuru ya Mungu itaonekana, ni lazima itazima. Na ndio maana tunakosa hata nguvu ya kwenda kulihubiri neno la nani? La Mungu, kwa sababu hiyo nguvu utaitoa wapi? Hawatasema waacha usanii, tutaweka mahubiri hapo, hawatakuja kwa sababu wanasema ninyi ni usanii. Sasa hivi nguvu zimehamia kwa watu, wanahubiri kweli upako na watu wanakuja, wafu wanakuwa na mazingaombwe, wanaonekana watu wanapona na kanisa linajaa. Sisi tunaonekana kama tulikuwa wa zamani, wa leo sio wale ambao tuliwazoea, kwa sababu ni kweli nuru ya Kristo lishazima ndani yetu. Tuiamshe leo, tunaweza tukasonga mbele. Amina. Kuna mwingine? Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo. Kwa kweli kama mchangiaji alivyosema, tungekuwa watu tumo tumekaa tukaweza kusikia hili ndilo neno, kwa sababu nyakati tulizomo sio za michezo. Na tena mimi nilikuwa nafuatilia, lakini muda umepita mwingi kweli. Ilikuwa ni kwenye taarifa ya habari, walikuwa huyo mtangazaji alikuwa anasema kwamba kwa nini nyie tuliwakamata tukawafunga, lakini tena sasa hivi mumerudi hivyo hivyo, mumebadilisha. Kwa hiyo iko utofauti uko wapi? Hao waliokuwa wamekamatwa ni wasichana au wanawake ambao wanavaa nguo fupi. Kwa hiyo wakaamuriwa kukamatwa na kufungwa. Walipowakamata na kuwafunga, muda umepita kweli, ingawa unabii ukitokea ukipita tunaona kama hivyo hayo ni mapito yameisha pita. Lakini mimi nilipoona imetokea kwa Kisabato, tena iliingia, mimi naona hivi. Walisema ya kwamba hii ni halali yetu, kwa sababu sisi ndio kazi tunayoifanya. Kwa hiyo ukiona mtu amevaa nguo hizo fupi, waliziacha wakasona refu ambazo zinampasua. Hao wa madada walisema ya kwamba hii mpasuo ina maana ya kukaribisha, hili ni swali. Nataka mimi niulize. Kwa hiyo akivaa hivyo anatembea, ana swali hapa nyuma yake. Ukimuona unajua kwamba huyu nikimuuliza swali ana majibu. Sasa cha kusikitisha sasa ni hiki hapa. Wewe sio mfanyakazi wa hivyo, alafu navaa nguo ambayo ina alama ya kuuliza. Hivi kweli unajua ya kwamba hilo swali ukiliulizwa una majibu ya aina gani? Kujichanganya tu bila kujua. Kwa hiyo huyu alisema kwamba kwa hiyo sasa tutawafanyaje? Akasema kwamba hii ndio kazi yetu. Kwa hiyo tumeacha hizo fupi, lakini refu lazima tuweke ya kuuliza. Kwa hiyo muda
ukaenda. Nilipofika humo haijapita miaka mitatu walikuwa sio msabato. Kwa hiyo mtu mwingine naye akaja kaishi hapo karibu na sisi. Muda sio mingi, yule dada akaenda kununua kale kanguo kanakofika humo. Mimi nilimuuliza kwa sababu tulikuwa tumezoeana, nikamuuliza hivi, hiyo nguo umeinunua ili nifanyeje? Kaniambia ni ya kuvaa tu. Nikamuuliza kweli, mbona ulikuwa na nguo nzuri? Hapo nao kumekatua wapi? Aliniambia, we mama, we hujui, mimi pale ninapofanya kazi wananilazimisha kuvaa nguo fupi. Siwezi kufanya kazi tangia saa 1. Alikuwa anaenda asubuhi, anafua nguo, anarudi jioni, anaenda kutandika vitanda. Akaniambia, huwezi kufanya hii kazi saa 1 hadi saa 5, saa 6 za usiku ukiwa umevaa madera. Kwa hiyo wewe ni wakufukuza wateja, kama huwezi acha kazi, wengine waendelee. Akaniambia, nimelazimishwa na kuacha kazi, siwezi, sina kazi nyingine. Sasa mimi nifanye. Kwa hiyo nimeamua kufuata mkumbo kwa sababu ndiyo sheria. Kwa hiyo kinachonisikitisha ni hiki. Wewe huna hiyo kazi. Halafu navaa huko tungu.